Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika shughuli yetu hii fupi sana ya kuja kutembelea wavuvi, wachuuzi, wajasiriamali katika eneo hili la Malindi. Kisha nichukue fursa hii kukushukuruni nyote mlioacha shughuli zenu mbalimbali kuja kutusikiliza. Na kwa kweli nitakuwa na maneno mafupi sana baada ya kwamba nimeshaona kazi zinazoendelea. Mtakumbuka mwaka 2020 tulipokuja kuomba kura, tulisema kwamba tutawasaidia wavuvi, wakulima wa mwani na wajasiriamali katika shughuli hizi zinazohusiana na uchumi wa bahari. Tukaita kwamba tutakuwa na uchumi wa blue. Nyinyi ni mashahidi kwamba tumefanya au tumetimiza ahadi zetu. Tumetoa maboti kwa wavuvi, tumetoa maboti kwa ajili ya wakulima wa mwani, na tumetoa zana mbalimbali, si maboti peke yake. Wale wavuvi tumewapatia mpaka fish finder, tumewapatia nyavu, tumewapatia mambo kadha wa kadha ili waweze kuongeza uzalishaji wa shughuli zao. Wakulima wa mwani nao kadhalika tumewapatia vifaa mbalimbali vinavyohusiana na uzalishaji wa mwani. Nafurahi kusema kwamba kazi ile ilifanyika na takwimu zinatuonyesha kwamba upatikanaji wa samaki umeongezeka sana toka wakati ule mpaka sasa. Kwa hivyo tunachoahidi ni kwamba katika miaka 5 ijayo tutaendelea kuwasaidia wavuvi, wakulima wa mwani na wajasiriamali ili kuongeza kipato chao. Wavuvi sasa hivi walituambia kwamba maboti haya madogo madogo hatufiki mbali. Tunataka sasa maboti makubwa tufike kwenye bahari kuu. Tumelipokea, tutalifanyia kazi ili tuwawezeshe wafike kwenye bahari kuu wapate samaki wengi zaidi. Kwa upande wa wajasiriamali, tuliwaahidi mazingira mazuri ya kufanyia biashara zao. Tumeendelea kujenga maeneo mbalimbali ya masoko, tumeendelea kujenga madiko, tumeendelea kujenga maeneo ya kufanyia biashara ili waweze kuwa na mazingira mazuri. Kwa hivyo nafurahi kuona kwamba kazi hii inaendelea Unguja na Pemba ya ujenzi wa masoko ya samaki, ujenzi wa madiko na vile vile tunajenga maeneo mazuri kwa ajili ya ujasiriamali kama walivyosema ndugu zetu hapa wa banda la papa. Ahadi yetu ni kwamba tutaendeleza hili, lakini hatutoishia kwenye mazingira mazuri na zana tu. Tutaendelea kutoa mikopo isiyokuwa na riba. Haya ndio mambo matatu tuliyoahidi. Tuliahidi zana za kazi, tuliahidi mazingira mazuri ya kufanyia kazi, tukaahidi na mikopo isiyokuwa na riba. Mikopo isiyokuwa na riba imeanza kutolewa. Zaidi ya shilingi 96 bilioni tumezitoa kwa ajili ya vikundi mbalimbali vya ujasiriamali. Tutaendelea kutoa fedha hizo kwa sababu tunatambua wapo wengi bado hatujawafikia. Lakini wale ambao walipata na wakarejesha, wakipewa tena watapewa viwango vya juu zaidi kwa sababu wameonyesha kwamba wanaweza kuzitumia zile pesa kwa manufaa yao na kuweza kurejesha. Kikubwa ambacho nataka niseme hapa ni kwamba kuna swala la usimamizi mzuri wa masoko yetu haya. Likiwemo hili, tutahakikisha kwamba tunaweka usimamizi mzuri ambao utaweza kutatua changamoto zinazokabili maeneo yetu haya, ikiwemo ukosefu wa maji, usafi unaotakiwa, lakini yale maeneo ya baridi, cold rooms, ziweze kufanya kazi muda wote, na vile vile kuwe kuna maeneo ya kusalia na kadhalika. Nimepewa changamoto za soko, nimezipokea, nataka niwaelekeze za fiko wahakikishe kwamba wanasimamia vizuri masoko yetu. Hakuna sababu kwa nini katika maeneo kusiwe na maji safi ya kutumia. Hakuna sababu kwa nini cold room yakiharibika yasitengenezwe mara moja. Hakuna sababu kwa nini kusiwe na utaratibu mzuri wa usafi. Haya wakati tunajenga tulihakikisha kwamba tutaweka uendeshaji mzuri
Kwa hivyo kama uendeshaji unasuasua, hakikisheni huko mbele tutakuwa na uendeshaji mzuri. Tutaendelea kujenga masoko mengi kama haya. Hili ni moja tu. Yako maeneo ambayo sasa hivi tunazungumzia ya Kama, ya Fungurefu, ya Mangapwani, kuna wavuvi, kuna waanika dagaa, kuna watu wengi wanaojishughulisha na shughuli hizi za uchumi wa bluu. Tutahakikisha mazingira yanaboreshwa, wanapata mikopo, wanapata zana, ili kuhakikisha kwamba wanapata kipato kilichokuwa kikubwa zaidi kwa maisha yao na watoto wao. Ndugu zangu, nimekuja leo hapa, baada ya kusema hayo, nimekuja kuomba kura. Tarehe 29 Oktoba tunapiga kura kwa ajili ya kuchagua uongozi wa nchi kwa miaka 5 ijayo. Na kuombeni sana. Sisi tulipokuja mwaka 2020 tulitoa ahadi, tumezitekeleza. Kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba CCM tukiahidi tunatekeleza. 2025 mpaka 2030 tuna mipango mikubwa sana kwa ajili ya nchi yetu. Ombi letu ni mtuchague Chama cha Mapinduzi ili tuweze kukamilisha hayo tunayoyakusudia. Ndugu zangu, katika nafasi ya rais wa Zanzibar, mgombea wa Chama cha Mapinduzi ndio mimi hapa, Hussein Ali Hassan Mwinyi. Subiri kidogo nitakwambia. Ninaomba kura zenu zote kwa ajili ya nafasi ya rais wa Zanzibar kwangu mimi Hussein Ali Hassan Mwinyi. Mtanipa? Kwa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi ni Mama Samia Suluhu Hassan. Mtampa? Kwa nafasi ya ubunge na uwakilishi na udiwani, tunaomba kura zenu zote kwa wagombea wa CCM. Mtawapa? Sasa baada ya kusema hayo, tutayari karatasi za kupigia kura nataka nionyeshe ili msifanye makosa siku hiyo. Mambo mawili yafanyike siku ya tarehe 29. Kabla ya kuja kufanya biashara, kwanza mkapige kura, alafu mje kwenye biashara. Na kura yenyewe ipigwe vipi basi? Na kuonyesheni hapa. Geuka pale kidogo. Naiona hii. Huyo mtu wa kwanza kabisa hapo ndio mgombea wa Chama cha Mapinduzi, ndio mimi Hussein Ali Hassan Mwinyi. Piga kura yako kwenye kisanduku hicho hapo. Na usitoe ile tiki, isitoke nje ya kisanduku, itakuwa imeharibika. Iwe ndani ya kisanduku. Kama kawaida yetu, tuhakikishe tunakwenda kupiga kura ili tuweze kuyafanya haya yote tunayoyasema. Ndugu zangu, mmenielewa? Basi mkishafanya hivi, kazi yetu inaobaki tena itakuwa sasa kuendeleza maendeleo ambayo tumeyafikia mpaka sasa. Ndugu zangu, kwa mara nyingine tena nichukue fursa hii kukushukuruni nyote kwa uwepo wenu leo hapa na kwa kupokea maelezo yetu, na sisi hatuna shaka kwamba tarehe 29 mtaichagua Chama cha Mapinduzi kwa maeneo yote. Asanteni sana kwa kutusikiliza. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana.